sasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Baadhi ya wakazi wa mji mdogo wa Kayanga uliopo wilayani Karagwe mkoani Kagera wameitaka halmashauri kutekeleza makubaliano waliofikia na wafanyabiashara kuhusu kuhamishwa kwa mabasi ya mikoani kutoka Umurushaka kwenda Kayanga. Wakiongea na Kurasa wamesema waliingia makubaliano na halmashauri ya wilaya Karagwe ya kwamba wajenge vyumba kwa maduka kwenye eneo lililopo katika uwanja wa mpira ili mabasi yanayokwenda mikoani yahamishiwe hapo, ambapo wao watatumia vyumba hivyo kwa muda wa takriban miaka 8 kabla ya vyumba kuchukuliwa na halmashauri. Lakini tangu wajenge vyumba hivyo miaka 4 sasa hakuna kilichotekelezwa. Kusikiliza baraza la madiwani, walikuwa wakiongea kwamba tunajenga vyumba kwa mkataba na stendi kuu itakuja hapa, lakini ukiangalia wale wawekezaji wote, hivi vyumba vingine bado ni magofu, havitumiki. Wapo waliowekeza mpaka milioni 10 kutokana na jiografia ya eneo jinsi lilivyokuwa, lakini mpaka leo hii, ndugu mtangazaji, pesa yetu haijawahi kurudi. Naona vyumba vyote vimefungwa, na hapa kuna vyumba 191. Tunaiomba serikali kadiri walivyoingia ubia na watu ambao walijenga hizi frame wakakubaliana kwamba wanajenga hizi frame kwa ajili ya kuhamisha stendi kuileta hapa, mabasi yote yatahamia hapa, hii itakuwa ni stendi kuu. Tunaomba wahamishe stendi watuletee hapa na sisi tupate mzunguko. Ombi letu, tunaomba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan iweze kusikiliza wananchi wa wilaya Karagwe ambao wamewekeza kwenye vichumba hivi, wamejenga kwa mkataba na pale bado wanadaiwa. Halmashauri tuko pamoja nao, hatuwezi kuwatupa kwa sababu wamejenga kwa pesa zao. Lazima hizo pesa waweze kurejesha, kama walikuwa na mikopo, kama walikuwa na shida mbalimbali, na biashara yao iweze kuenda. Tuendelee na Kurasa. Wakazi wa kata ya Nyambono, halmashauri ya wilaya Musoma mkoani Mara, wamemlalamikia katibu wa baraza la ardhi la kata kwa kujilimbikizia ardhi kinyume na sheria na kuwa chanzo cha migogoro ya ardhi badala ya kutatua changamoto za ardhi kijijini hapo. Malalamiko haya yametolewa na wakazi wa kata hiyo wakati wa kampeni maalumu ya huduma jumuishi ilipofika kijijini, ambapo mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya Musoma kumsimamisha kazi katibu huyo wa baraza la ardhi la kata na kufanyika uchunguzi dhidi ya tuhuma zinazomkabili. Katibu huyu, ndugu mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni msumbufu, ni muonevu, ni mnyanyasaji. Baada ya kuwa katibu wa baraza la kata, ameanza kutunyang'anya mashamba yetu kwa kufoji nyaraka. Sasa leo anasema ni ekari 30, lakini tumeenda kujiridhisha sisi tukakuta hata anachokizungumza ekari 30 zinavuka. Mtu anabuni sahihi speki ya marehemu Masesa. Bahati nzuri na sisi tumeshapata dokumenti. Hakuna msamaria mtume kwenye uongozi wangu atakairuka. Kwa hiyo yule katibu kwanza atakaa pembeni, alafu ile nafasi yake apewe mtu mwingine, shughuli ziendelee wakati wanaangalia mgogoro wake namna ya kuutatua. Tumalizie Kurasa kwa hili. Jamii imetakiwa kuendeleza utamaduni wa kujitolea kufanya matendo ya huruma, hasa kuwasaidia watu wenye uhitaji wa huduma muhimu za kijamii. Wito huo umekuja wakati sekta ya afya ikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa damu salama kwa ajili ya wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura. Kutokana na hali hiyo, jamii ya Jai imeendelea na zoezi la uchangiaji damu ambalo limehusisha wanajamii mbalimbali katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kusaidia kupunguza upungufu huo na kuokoa maisha ya wenzao. Hili zoezi ni zoezi nzuri sana kwa jamii, kwa sababu kuna watu wahitaji, hususan wamama wajawazito wanavyojifungua wanapoteza damu nyingi sana. Tumeingia kwa wagonjwa, tukatizama eneo la wagonjwa waliopo hospitalini ambao wamelazwa muda mrefu, wanakosa nguvu tena ya kujisaidia kifedha ama kwa njia yote ile ya kiutu. Kwa hiyo taasisi ya Jai ikaangalia wagonjwa waliopo hospitalini ambao hawana ndugu, vipi wanapata msaada, hasa wale wanaohitaji huduma ya kujifungua kwa upasuaji, lakini hata wale wanaojifungua kawaida, kuna muda wanajifungua unakuta wamepoteza damu nyingi, wanahitaji damu ili kuokoa maisha yao.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia kurasa, jina langu ni Samson Charles, nikikutakia weekend njema. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV. Kurasa.